kwa uhuru ya kujieleza na uhuru ya kufanya expression. Sisi kama idara, kazi yetu ni kulinda haki za binadamu wote, ikiwa pamoja na wanafunzi wetu wakiwa na uhuru ya kujieleza na uhuru ya masomo na uhuru ya kusomeshwa kama wanafunzi wetu. Na hatungependa kabisa kwamba mambo yanayohusikana na masomo ya watoto wetu ielekezwe kwa upande ya kwa mambo ya security ama insecurity, kwa sababu kazi yetu ni kulinda watoto wetu. Uhuru ya watoto wetu kusema lazima ulindwe, na pia wakati tunasomesha watoto wetu lazima tuwapatie nafasi wa kupata masomo ya kila aina bila kusema kwamba tunasurutisha kwa njia moja ama nyingine. Lakini pia tuko na jukumu kama wazazi na kama serikali kuhakikisha masomo yenye inafanyika shuleni sio ile yenye inaleta watoto wetu katikati ya wanasiasa. Kufika kwamba imefika mahali ambapo jiulize kama Mkenya, inawezekanaje kwamba mwanaharakati wa siasa ndio sasa ni mwalimu mkuu mwenye anaandikia wanafunzi mambo ambayo yanasema na anatumia wanafunzi kusema mambo ya kisiasa? Jameni, ni kwa sababu hata kama unadharau serikali kiasi gani ama unadharau shule kiasi gani, tunajua ya kwamba wanafunzi wetu wako na walimu, na ingebidi sisi wanasiasa, wale wote ambao wanafanya siasa, tunawaomba muachie walimu wafanye kazi yao. Tuwaje kutumia watoto wetu kufanya siasa. Mpaka imefika wakati ambapo mtu mwenye kabisa tunajua ako mrengo fulani ya kisiasa, yeye ndio mwalimu mkuu ya mambo ya kuendeleza siasa kupitia wanafunzi. Ningeomba kwa heshima ya kwamba tutofautishe mambo yetu ya siasa na mambo ya shule. Wacha walimu waangalie content ambayo wanafunza watoto wetu. Walimu wenyewe wanajua boundaries, wanajua jinsi ya kutumia lugha, wanajua jinsi ya kukosoa serikali na society kupitia lugha ambayo itasaidia wanafunzi wetu wajue hizi ni haki za binadamu ambayo inafaa, hivi ndio nchi lazima iendeshwe. Lakini pia walimu wanajua mipaka ya kiheshima. Lakini ukiachia Secretary General ya ODM ama Secretary General ya UDA ama mwanasiasa wa chama fulani, yeye pia at the same time yeye ni script writer ya kuandikia wanafunzi wetu. Wacha tujiulize kama Wakenya. Saa hizi Mheshimiwa Omar Hassan akitumwa na chama cha UDA ambayo iko katika serikali, ambiwe yeye ndio anaandikia wanafunzi wa Mombasa ati script ya kwenda kupeleka national. Wakenya wangapi watakasirika tukianza kutumia wanafunzi wetu kuendeleza siasa ya UDA? Hata kama UDA ni chama ambayo iko serikali, itatupatia haibu kama Wakenya. Vivyo hivyo siasa za upinzani izitumiwe kuendeleza siasa ya watoto wetu. Sio halali na sio nia yetu kama idara ya usalama kwa njia yoyote kuumiza mwanahabari yoyote, na kama katika kudhibiti mambo ya crowds ama mambo ya security, askari yoyote ameweza kuumiza mwanahabari yoyote, kwanza ningependa kumwambia mwanahabari yoyote ambaye ameumizwa kwamba tunasema pole na it is regrettable, if I can say it's a regrettable situation, kwa sababu haifai kwamba tuumize mtu yoyote, mwanahabari yoyote ama Mkenya yoyote ambaye anafanya shughuli zake. Hiyo sio nia yetu na sio njia ambayo inafaa, na pengine tungepanda uchunguzi utafanywa kuona ni askari amepika kwa makusudi ama ilikuwa pia ni ajali. Kwa sababu kama ni jambo la ajali katika ile operation area, pia tunasema kwamba tunawaambia wao journalist, tunawaambia pole, na tutajaribu kila iliwezekanavyo kuhakikisha kwamba usalama wa wanahabari umelindwa wakati wowote wakiwa katika mbele kupasha habari wa Kenya, hata kama tukiwa kwenye operational area. Tuko hapa leo ikiwa ni safari yangu ya region hii ya Pwani kushughulikia mambo ya usalama. Tuko na mkutano wa 4 hapa Lamu County tukiwa na jukwaa la usalama. Nia yetu hapa ni kuangalia mambo ya usalama vile imefika. Kama vile kila mmoja anajua ni kwamba Lamu County ni mojawapo ya counties ambayo
Tunajaribu sana kuhakikisha kwamba usalama wetu uendelee kunawiri. Tumekuwa na shida kadha wa kadha kwa miaka 10 ambayo imepita, lakini kwa muda huo tumepiga hatua kubwa sana, haswa kupigana na adui kutoka nchi jirani, mambo ya Al-Shabaab na mambo ya Terra, na tunashukuru kwamba kuna mabadiliko makubwa sana, haswa tukiangalia mambo yenye ilifanyika kutoka mwaka wa 2023 kufikia mwaka jana, mwisho wa mwaka jana na mwaka huu tumekuwa na utulivu wa hali ya juu, na utulivu huo umechangiwa sana kwa zaidi na askari wetu ambao wanafanya kazi sehemu hii wakishirikiana, tukisema kwamba wakishirikiana kwa ile sekta tunaita multi agency approach, ambao askari wetu wa polisi na formed up units tofauti ya polisi, askari wetu wa ulinzi, na pia askari ambao ni reservist, wale National Police Reservist, wakiungana wote kufanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba usalama umeendelea kunawiri katika sehemu hii ya Lamu, haswa tukizingatia kwamba sehemu hii ni border yetu na sehemu ya Somalia. Na pia ningependa kuarifu kwamba kwa sababu ya usalama huo tunafurahia kwamba wenyeji wengi, wananchi wengi wanashirikiana na timu ya security. Kama ingekuwa wananchi ambao wako tayari kushirikiana na security team yetu, hatungekuwa tumepiga ile hatua yenye tuko nayo, na tunawashukuru wananchi wa Lamu kwa sababu ya ile kazi tunafanya pamoja na serikali. Bado tuko na changamoto, na ni vizuri wa Kenya wajue ya kwamba mkisikia katika sehemu zingine za Kenya kwamba kuna utulivu katika taifa letu kwa mambo ya terrorism, ni kwa sababu wa maafisa wetu pamoja na wananchi ambao wanaishi katika mipaka yetu wanajitolea muhanga kuhakikisha kwamba usalama umenawiri. Kwa hivyo kwa miaka hizi 10 ambayo tumekuwa na shida hapa na pale, tunaona kwamba utulivu umetokea kwa sababu ya kazi ambayo tunafanya pamoja, na ninawashukuru maafisa wote ambao wanatumika hapa kwa sababu ya kazi hiyo. Ya pili, ningependa kusema kwamba katika mambo ya Terra ni kitu ambayo tunapigana nayo kila siku, kwa sababu ikiwa bado usalama haujanawiri katika nchi jirani, utaona kwamba ile changamoto bado itakuwa katika taifa letu. Na kwa hivyo hata kama Kenya kama nchi tunaendelea kushirikiana na nchi zingine kutafuta suluhu ya kudumu katika nchi jirani ya Somalia, lazima tuendelee kama Wakenya wenyewe kupambana na kulinda mipaka yetu. Na kwa hivyo hiyo kazi itaendelea na itakuwa ni kazi ya kila siku, sio kazi yenye tunaweza sema kwamba itaisha siku fulani. Ulinzi wa taifa kama vile mjuavyo ni kazi ya kila siku, na tunashukuru wale wanajitolea kufanya hivyo. Sehemu hii pia unakumbwa na shida zingine ambazo ni shida ya mashamba na maskwota. Kama vile nilisema jana kule Kilifi, ile changamoto tuko nayo na mambo ya mashamba ni sawa kwa Kilifi na sawa kwa Lamu. Haswa tukiona shida ya maskwota na kuvamia shamba za kibinafsi na ranches ambayo iko sehemu hii. Kwa sababu hiyo tunataka kusema ya kwamba tunapambana na wale ambao haswa wale wanafanya uhalifu ya kuuza ama kuvamia, kutafuta watu wa kuvamia shamba za wengine, na watu hao wanavamia shamba alafu wanauzia wananchi wengine ambao hawana uzoefu ama hawaelewi kwamba kama wenye wanauza wako na haki ya kuuza ama hapana. Ni matapeli ambao wanachukua mashamba alafu wanauza. Saa zingine wanatumia vyeti ambavyo ni sio halali, sio ya haki, na pia saa zingine wanatumia title deeds ambayo ni fake. Na hawa kama vile nilisema jana, hawatumiki peke yao. Wao wanasaidiwa na maafisa ya serikali
tukiwemo kuna machiefs ambao wanakosea serikali kwa sababu wanakosea wananchi. Kuna maaskari, kuna wafanyakazi wakiwa kwa lands office. Tumesema ya kwamba ripoti yao iharakishwe na ipelekwe haraka ifikie idara ya DPP ndio wastakiwe kwa ile makosa wanafanya. Alafu sisi katika tutarecommend kwa Public Service Commission hawa wote wenye wanafanya kazi hiyo waajishwe kazi, kwa sababu hatutaki watu wenye wanafaa kulinda wananchi lakini wanatumia nafasi yao kuumiza wananchi kwa kuwanyang'anya mali yao. Na ndiposa unapata masuala mengi ambayo niliulizwa hata nikiwa bunge juzi, inahusikana kwamba tuko na court order, lakini tukitaka kufurusha wale ambao wamevamia shamba unapata kwamba ni watu 1000, watu 500, watu 2000. Inaleta changamoto ya kuumiza hawa watu, kwa sababu wengine kwa kutojua wameingia katika kununua hizo mashamba. Na pia kuna watu wana rent squatters, yani wanachukua squatters ya kutumia kiolela kujaribu kunyakua mashamba, na wanatafuta masquatters kwa kila sehemu ya Kenya wawalete hapa ndio wapate unyakuzi wa shamba ya kibinafsi. Pia tutapambana na wao na tutapambana na wale wanawasaidia, na mtaona kwamba baada ya ziara yangu hii tutaona maafisa wa serikali ambao wanahusika wakistakiwa na wengine kuajishwa kazi ili tulete order katika Lamu hii. As the security sector, we protect our children and they have a right and freedom of expression. They also have a right to have an environment where there is a holistic teaching and they can appreciate the society and they can question the wrong things in society. They have a right to even disagree with the government of the day. But there are boundaries that have been set in the education sector. Their teachers know how they can teach. They can use euphemism. They can use, different kinds of language to pass the message on how to criticize government, criticize society, learn about society, appreciate society. But what I request is that we need a clarity of a situation in our country where our political competition is not going to be brought to education arena. I will really request that political party actors do not use our students to become the script writers. I wonder why a politician could be the script writer for students performing. Why can't we allow teachers? Because I don't think, even the competition itself loses value if we don't allow the teachers themselves to be the ones who are writing the script, because part of that is part of learning so that our students can work with the teachers. The last thing I'd like to say is that let the school do its own job. If other political actors would like to write plays and scripts on societal issues, we have our national theatre and we have other theatres across the country for adults. Let that arena be for adults. Let the school be a place for competition. And as I assure you that as the security sector, we do not want to interfere with education. And if there was unfortunately a situation where tear gas hit a journalist, it is regrettable and we apologize. It is not our intention that we throw tear gas on our journalists. It's our intention to make sure that the journalists operate in an environment of freedom and our students operate in an environment where there is freedom. Asante sana. I would never know about the arrest of any individual. It is the responsibility of National Police Service if there was any offense that was committed, and when someone has been arrested, as has been reported that somebody arrested yesterday, it is by law that they must be produced in court within 24 hours. And if not within 24 hours, if investigations are still on, they must be released on bail or as per the law itself. So we don't intend, we follow the law, and I am confident that the National Police Service will handle any suspect through the proper security channels without breaking the law.